Nilieleza bunge kuwa tutaendeleza kampeni ya Jiongeze Tuwavushe Salama ili kuhamasisha uwajibikaji wa wadau wote katika kupunguza vifo vya mama na mtoto. Miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kukamilika kwa ujenzi wa majengo ya kutoa huduma ya afya ya mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya kanda Meta iliyoko katika jiji la Mbeya, iliyogharimu shilingi bilioni 13.2 na ambayo tayari inatumika, pamoja na hospitali za rufaa mikoa za Sekoture Mwanza, Geita, Simiu, Mawenzi, Njombe na Songwe ambazo zimegharimu kiasi cha shilingi bilioni 71.1. Vile vile vituo vyenye uwezo wa kutoa huduma za upasuaji wa dharura wa kumtoa mtoto tumboni vimeongezeka kutoka 340 mwaka 2020 hadi 577, pamoja na wodi Asante Mheshimiwa Spika. Kumeongezeka pia wodi maalum au vyumba maalum kwa ajili ya magonjwa ya watoto wachanga. Mheshimiwa Spika, serikali imeongeza hospitali zenye majengo ya kutolea huduma za dharura kutoka 7 mwaka 2020 hadi 125 mwaka 2025. Kukamilika kwa majengo ya kutolea huduma za dharura kumepunguza vifo na kuokoa maisha ya wagonjwa wa dharura na wagonjwa wa ajali. Vile vile serikali imeimarisha huduma za uchunguzi kwa kununua vifaa tiba vya uchunguzi ambavyo vinapatikana kuanzia ngazi ya hospitali ya taifa hadi hospitali za rufaa za mikoa na halmashauri. Vifaa tiba vilivyoongezeka ni pamoja na MRI kutoka 7 hadi 13, CT scan kutoka 13 hadi 45, digital x-ray kutoka 147 hadi 491 na ultrasound kutoka 476 hadi 970. Mheshimiwa Spika, hali ya upatikanaji wa dawa na vifaa tiba aina 382 katika vituo vya umma imeongezeka toka 75% mwaka 2020 hadi kufikia 86.2 mwezi Aprili mwaka huu. ST Bongo, nyumbani kwanza.